Zuri. Game changer wa Dar es Salaam Young Africans kwenda kwenye nchi ya ahadi. Tunaposema game changer means the person who can change atmosphere. Dar es Salaam Young Africans wana struggle sana kwenda kwenye robo finali, muda mwingine nusu finali. Imekuwa inawasumbua. Na huyu ni mwalimu ambaye nimesema ni game changer kwa sababu ana capacity not incapacity, ana uwezo kwa sababu tayari ni moja ya walimu ambao wameinherit different tactics, mbinu mbalimbali kutoka kwa walimu wakubwa. Kumbuka unapofanya kazi let's say under Pitso Mosimane ambaye alikuwa anayetoka mwaka 2014, walifanya kazi bora sana kutengeneza kikosi cha dhahabu ambacho kilikuja kuwa shindani barani Afrika. Unakuwa na kocha ambaye alikuwa na jicho la kuscout wachezaji wazuri na kuwatengeneza. Pitso Mosimane ni miongoni mwa makocha barani Afrika ambao kila mtu anajua namna ambavyo walikuwa wanatengeneza wachezaji ambao baadaye wanakuja kuleta mabadiliko makubwa na kuleta profit ndani ya taasisi. 2016 wanakwenda kuwa machampioni wa ligi ya mabingwa barani Afrika, alikuwepo huyu kocha. Kwa hiyo maana yake tayari kuna skills nyingi sana ameshazipata kutoka kwa walimu wakubwa kama Pitso ambaye baadaye alikwenda kuwa kocha wa Ahali, kila mtu anafahamu. Lakini ukiacha hapo, angalia ile long time ya kukaa kwenye kikosi. Toka mwaka 2014 anajifunza kitu, ameenda 2020 mwalimu anaondoka, lakini mpaka taasisi inaamua kumweka kama kocha mkuu mwenza. Tunazungumzia sio kocha msaidizi tu, unakuwa senior coach ambaye unakuwa sio coach ambaye unamsaidia kocha mkuu, na unakuwa proven kwenye sehemu kubwa ya discussion, kwenye maamuzi unakuwa part ya discussion. Ikiletwa kitu ama ikiletwa barua kwenye table of discussion mezani unakuwepo. Manake angalia Roland Mokwena alivyokuwa anatengeneza soka bora sana la kiuchezaji, soka la pasi fupi la kushambulia kwa kasi, akiwatumia kina Peter Shelulile miongoni mwa wachezaji wa muda mrefu zaidi kwenye kikosi cha Masandawana. Unamuona ni mwalimu ambaye ana copy and paste ya karakta za walimu wakubwa. Sasa nini atakachokuja ukileta ndani ya Dar es Salaam Young Africans na kukibadilisha style ya uchezaji? Dar es Salaam Young Africans inakwenda kubadilika, jambo ambalo naliona totally. Dar es Salaam Young Africans inakwenda kubadilika totally kwenye how it play against opponent. Mara kadhaa tumeitazama sana Dar es Salaam Young Africans kwenye mechi nyingi. Yanga wanacheza long pass, yani wakiwa wanatoka nyuma, mara kadhaa unaiona ile timu ambayo inapigwa mpira mirefu sana kwenda kwa wachezaji wa pembeni, hususan hao ndio wanakuaga na courage. Kuna kitu kinaitwa character, lakini kuna kitu kinaitwa courage. Courage ni uwezo wa mchezaji hata kama yuko under performance analazimisha kufanya vizuri. Kwenye football tunao wachezaji wa namna hiyo. Yani mchezaji anakuwa na courage kwa maana kwamba anataka kufanya jambo. Kwa Dar es Salaam Young Africans wachezaji wenye courage kama sifa wapo wengi sana, wamekuwa wanafanya mambo makubwa kama mchezaji anayemzungumza hapa Arani Okello, na mchezaji mwingine amekuwa anafanya hivyo ni Pacome Zouzoua. Sasa mwalimu anakuja kubadilisha totally namna ya kucheza. Tunakwenda kuiona Dar es Salaam Young Africans. Of course, kama mwalimu ataruhusiwa atengeneze pattern yake, hutaona tena Bakari Nondo Mwamnyeto mara kadhaa alivyozoea kupiga mipira mbele. Tunamtazama Ibn Mbaka Ahmad anapiga sana mipira mbele wa Kinazimbwe. Maana yake utaiona tactical adjustment kuanzia kwenye eneo la penalty box, yani eneo la 12 la Dar es Salaam Young Africans. Watu watakuwa wanacheza pasi misili kama inavyocheza Spain. Kimwangalia Unai Simon, pamoja na kwamba anafanya makosa, ana karakta ile kabisa ya namna ambavyo Dar es Salaam Young Africans wanacheza. For instance, ukiwatazama Yanga wanao uwezo wa kuanzia kufanya build up nyuma. Why? Kwa sababu kumbuka Dar es Salaam Young Africans wana mchezaji ambaye ni goalkeeper, ana uwezo wa kuanzisha mashambulizi. Hakuna asiyejua level ya footwork ya mtu kama Djigui Diarra ni zaidi ya 90%. Yani akishaweka mpira miguuni unakuwa mpira huko eneo salama. Sasa kama ni mwalimu ambaye ana uwezo wa kuweka timu icheze kuanzia golini, maana yake nini? Dar es Salaam Young Africans ambayo huwa inaongoza kwa ball position sometime 55 ama mpaka 60, inakwenda kwa adjust ball position ndani ya mechi, utakuwa unaiona inakwenda mpaka 65 mpaka 70, na ziko nyakati total passes, yani kwa mechi husika. Dar es Salaam Young Africans na kwenye ligi yetu ni ngumu sana kuona mechi ama timu imepiga pasi 400 kwenye mechi moja. Ukifuatilia takwimu za ligi kuu,
At least minimum Simba huwa anajitahidi, anaweza akafika pasi 450 mpaka 500. Sasa kwa Dar es Salaam Young Africans mpya hii inayokuja, utakuja kuiona time lazima wasogee kwenye pasi 200 mpaka 260, na ukitazama total pass per mechi wanaweza kafika mpaka 500, kwa sababu mwalimu anapenda kuchezea mpira, lakini anapenda kuchezea mpira taratibu kutokea golini mpaka katikati. Wakishafika katikati lazima uongeze speed kwenda kwenye mashambulizi. Hapa ndipo sasa kuna utofauti mwingine ambao anakuja kuleta ndani ya Dar es Salaam Young Africans, kwa maana kwamba kama hauna uhakika wa kupiga pasi accuracy ukiwa katikati ya uwanja, run with the ball. Hii ni kauli ambayo mara kadhaa amekuwa anaitoa huyu mzaliwa wa Nkwanzuru pale Natal, miongoni mwa maeneo ambayo amepita sana pale South Africa, kwa maana kwamba unapokuwa katikati, kama huwezi kupiga pasi sahihi, hebu jaribu kudribble na kulani na mpira. Maana yake nini? Unaweza ukafanywa faulo, lakini unapo lance na mpira unawafanya timu pinzani wa kutazame wewe na kuwaacha wachezaji wengine ambao ni hatari. Ukishawapa mpira, of course unatengeneza mazingira makubwa.